ukamleta akawa wa kawaida, yaani kwa klabu kama Yanga, klabu kama Simba, kwenda kuchukua mchezaji wa nje na kumleta wa kawaida hapa ndani, ili hali wako wa kutosha. Kwa hiyo mpaka unaenda nje, na maana kuna kitu ambacho ni extra zaidi huyo mchezaji uko nacho, unahitaji kuja kukiongeza kwenye kikosi chako. Sasa huyu Celestine Ekwa alitoka kule akiwa ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Ndani ya Yanga kuna michezo ambayo ukishuhudia utumia hata dakika nyingi kutambua kwamba huyu ni big player, kwamba mchezaji wa daraja la juu. Sio, unaelewa? Kuna baadhi ya mambo najaribu kuunganisha kwamba maybe inaweza kuwa ni sababu au ni viashiria ambavyo vilimfanya Celestine Ekwa asiwe jambo lolote au siye tegemeo kubwa sana ndani ya kikosi cha Yanga. Kwanza ninaomba ni heshimu masuala ya kiufundi, kwamba labda mifumo ya Yanga ilikuwa haimpi nafasi kubwa Celestine Ekwa kuwa selected, kwa maana kuwa chaguo la kwanza, lakini pia yeye kuweza kucheza vizuri na kutoa performance bora kiwanjani. Hapo ni kiufundi. Nikija kwenye fakta nyinginezo, kwamba masuala ya kisaikolojia, tutakuja tuanze kudadavua kulingana na wewe kama utaungana na mimi, masuala ya kisaikolojia, kwamba huyu mchezaji alitoka kule akiwa MVP. Matarajio yake yalikuwa ni makubwa zaidi, kwamba anakwenda Tanzania, klabu kama Yanga, nitapata game time ya kutosha, nitaweza kudeliver kitu ambacho nimedeliver hapa nchini Ivory Coast. Sijui unaelewa? Maana kuendeleza kukikuza